Kwanza taarifa ya habari nami ni Jamhuri mwa Vyombo. Rais Trump amesema Hamas wana hadi siku 3-4 hivi kutoa jibu kuhusu mpango wake wa amani ya Gaza. Ameambia waandishi wa habari kuwa kama Hamas hawatakubali mapendekezo yake, mwishowe utakuwa wa huzuni mno. Qatar, ambayo inatarajiwa kukutana na viongozi wa Hamas baadaye leo huko Uturuki, imesema Hamas wanatafakari kwa kina mapendekezo hayo. Kiini ni kuwa wanatakiwa waachiwe mateka wote wa Israel, mapigano yaishe na wao wasihusike na utawala wa baadaye huko Palestina. Mataifa kadhaa ya Uarabuni wameihimiza Hamas kukubali mpango huo wa sasa ambao Israel inasema imewafiki tayari. Maandamano yameendelea leo huko nchini Madagascar licha ya hatua za rais wa nchi hiyo za kujaribu kuyazima. Jana Rais Andry Rajoelina alivunja baraza lake la mawaziri, lakini inavyoelekea waandamanaji hao hawajashawishika. Kwa maelezo zaidi, huyu hapa Ahmed Bahaj. Mamia ya waandamanaji wamejitokeza tena katika mitaa ya mji mkuu wa nchi hiyo Antananarivo, huku polisi wakijaribu kukabiliana nao. Maandamano hayo yanaongozwa na vijana yalianza kwa kulalamikia uhaba mkubwa wa maji na ugavi wa kawi wa masaa mengi. Lakini sasa malalamiko yameongezeka, wakimtaka Rais Andry Rajoelina kujiuzulu, wakidai utawala bora na kusitishwa kwa ukatili wanaosema unaendelezwa na baadhi ya polisi nchini humo. Hatua ya Rais Rajoelina ya kuvunja baraza lake la mawaziri na kuwataka vijana hao wawe sehemu ya utawala wake inaonekana kupuuzwa. Serikali ya Afrika Kusini imethibitisha kuwa balozi wake huko mjini Paris amepatikana amefariki siku moja baada ya kuripotiwa kutoweka. Nkosinathi Nthethwa alianguka kutoka ghorofa ya 22 ya hoteli moja kaskazini magharibi mwa jiji hilo. Polisi wa Ufaransa wanachunguza tukio hilo, lakini vyombo vya habari nchini humo vinadai alijitoa uhai. Nthethwa aliwahi kuwa waziri wa usalama na kisha sanaa na utamaduni. Hivi majuzi alitajwa katika uchunguzi kuhusu uingiliwaji wa kisiasa katika huduma za polisi nchini Afrika Kusini. Unaendelea kusikiliza taarifa hii ya habari kutoka idhaa ya Kiswahili ya BBC. Wanafunzi 3 wamefariki na wengine kadhaa wamelazwa hospitalini wakiwa na majeraha baada ya jengo la shule yao kuporomoka huko mkoa wa Mashariki mwa Java nchini Indonesia. Maafisa wa huduma za uokozi wanasema wangali wanasikia sauti na vilio kutoka kwenye vifusi vya shule hiyo na wanajitahidi kuwafikia. Walionaswa kwenye maporomoko ya jengo hilo walikuwa wamekusanyika kwa sala ya alasiri. Juhudi za uokozi zinaendeshwa polepole kutokana na hofu kuwa jengo hilo linaweza kuporomoka jumla iwapo vifusi vitaondolewa kwa haraka na kwa kishindo. Mgomo wa wafanyikazi katika sekta ya mafuta umeingia siku ya pili huko nchini Nigeria. Ni wafanyikazi kutoka kampuni ya mfanyabiashara mkwasi Dangote. Mazungumzo ya kutafuta suluhu yanapaswa kuendelea leo, lakini hamna dalili ya mwafaka. Na taarifa za hivi punde zinasema mgao wa umeme umeshaanza. Chamno nini? Isabella Mwagodi anatupasha zaidi. Mazungumzo baina ya chama cha wafanyikazi katika sekta ya usafishaji mafuta na kampuni ya mafuta ya mfanyabiashara maarufu Dangote yalikwama hapo jana usiku licha ya wizara ya leba kuingilia kati. Kwa mujibu wa chama hicho cha wafanyikazi kiitwacho Pegason kwa kifupi, mzozo huu ulianza wiki iliyopita pale waajiriwa zaidi ya 900 walipofutwa kazi. Lakini wasimamizi wa kampuni ya Dangote wanasema waliosimamishwa kazi ni idadi ndogo tu ya wale waliokuwa wanajihusisha na vitendo vya kuhujumu kampuni, madai ambayo chama hicho cha Pegason wanakanusha vikali. Mazungumzo yanatarajiwa kuendelea hii leo, lakini iwapo mwafaka utapatikana, uhaba mafuta huenda ukatatiza pakubwa sekta zingine za kibiashara katika ukanda huo. Na shirika la Umoja wa Mataifa limeitaka serikali ya Taliban kurudisha huduma za interneti mara moja huko Afghanistan ili kuwasaidia raia kuendelea na maisha yao ya kawaida bila kuwakwaza zaidi. Tangu huduma za mtandao zilipokatwa, mawasiliano na biashara nyingi zimeathirika, ikiwemo huduma za usafiri wa ndege. Taliban hawajatoa taarifa rasmi kuhusu kwa nini wamefunga huduma hiyo, lakini mapema wiki hii afisa mmoja alinukuliwa kusema wanachukua hatua hiyo ili kuzuia mmomonyoko wa maadili nchini humo. Hii ni BBC.
Shukran Jamhuri mwa Vyombo kwa taarifa hizo za habari za dunia. Matangazo haya msikilizaji ya Dira ya Dunia yanapatikana kupitia FM, redio shirika mbalimbali kama Radio 1, CGFM na Loliondo FM nchini Tanzania, Voice of Busoga na Voice of Karamoja nchini Uganda. Nchini Kenya unaweza kuyategea sikio kupitia Nyote FM, Gulf Radio na Most FM. Huko DRC ni Radio Muungano Beni. Yako pia kwenye tovuti yetu bbcswahili.com na kwenye ukurasa wetu wa Facebook BBC News Swahili. Jioni hii uko nami Karorobi na mwenzangu ni Phyllis Mwate tukiwa hapa Nairobi. Karibu Phyllis. Na karibu vile msikilizaji. Basi Rais Donald Trump amesema kwamba Hamas ina siku 3 au 4 ikizidi sana kutoa msimamo wake kuhusu mpango wake wa amani huko Gaza. Akizungumza na waandishi wa habari, Rais Trump amesema kwamba Hamas watakiona cha mtema kuni iwapo hawatakubaliana na mapendekezo yake. Hamas ambayo ni mwenyeji ama Qatar ambayo ni mwenyeji wa viongozi wa Hamas walioko uhamishoni imesema kwamba kundi hilo limeahidi kupitia kwa umakini mpango huo ambao tayari Israel imesema kwamba inakubaliana nao. Zaidi na Victor Kenani. Qatar na Misri waliwasilisha pendekezo hilo kwa Hamas siku ya Jumatatu na ujumbe wa mazungumzo wa Hamas uliahidi kulichunguza kwa uwajibikaji, alisema msemaji wa Wizara ya Mambo ya Nje Majed Al-Ansari katika mkutano na waandishi wa habari. Mazungumzo hayo mapya yanafuatia kikao kilichofanyika siku ya Jumatatu kati ya wawakilishi wa Hamas na wapatanishi kutoka Misri na Qatar huko Doha. Hamas imesema kuwa ilikuwa inatathmini pendekezo la Trump kuhusu Gaza siku ya Jumanne, huku waziri mkuu wa Israel Benjamin Netanyahu akitangaza kuwa jeshi la Israel litaendelea kuwepo katika maeneo mengi ya Gaza baada ya yeye mwenyewe kutoa uungwaji mkono kwa mpango huo. Mpango huo wa Marekani unatoa wito wa kusitishwa kwa mapigano, kuachiliwa kwa mateka ndani ya masaa 72, kusalimisha silaha kwa Hamas, kuondolewa kwa Israel kwa awamu kutoka Gaza na uundwaji wa serikali ya mpito itakayoongozwa na Donald Trump. Chanzo kutoka Palestina kilichoomba kutotambulishwa kilisema Hamas imeanza mfululizo wa mashauriano ndani ya uongozi wake wa kisiasa na kijeshi ndani ya Palestina na pia nje. Majadiliano haya yanaweza kuchukua siku kadhaa kutokana na ugumu wa hali yenyewe. Qatar ambayo ni mwenyeji wa uongozi wa Hamas ulioko uhamishoni ilisisitiza kwamba kundi hilo limeahidi kuchunguza pendekezo hilo kwa uwajibikaji na kwamba litaendelea na mazungumzo na Hamas pamoja na Uturuki baadaye Jumanne. Siku ya Jumatano huko Washington, Trump alieleza uzinduzi wa mpango huo kama siku nzuri na pengine mojawapo ya siku kubwa kabisa katika historia. Under the plan, Arab and Muslim. Chini ya mpango huu, nchi za Kiarabu na za Kiislamu zimekubali kuondoa silaha Gaza, kuvunjilia mbali uwezo wa kijeshi wa Hamas na makundi mengine yote ya kigaidi. Na napokea taarifa kuwa Hamas nayo inataka mpango huu utekelezwe. Hilo ni jambo jema. Na pia miundombinu yote ya kigaidi itaharibiwa, ikiwa ni pamoja na mahandaki na silaha. The tunnels, weapons of... Mpango huo pia unatoa msamaha kwa wanamgambo wa Hamas waliosalimisha silaha kabisa. Hata hivyo, katika video aliyochapisha kwenye mtandao wa Telegram baada ya mkutano wa pamoja na Trump, Netanyahu alisema jeshi la Israel litaendelea kuwepo katika maeneo mengi ya Gaza na pia alisisitiza kuwa hakukubaliana na kuanzishwa kwa taifa la Palestina wakati wa mazungumzo yao huko Washington. We're taking a critical step towards both ending the war in Gaza. Tunachukua hatua muhimu sana kuelekea kumaliza vita huko Gaza na kuweka msingi wa kusukuma mbele mchakato wa amani kwa kiwango kikubwa katika Mashariki ya Kati na hata zaidi ya Mashariki ya Kati katika nchi muhimu za Kiislamu. Ninaunga mkono mpango wako wa kumaliza vita vya Gaza ambao unatimiza malengo yetu ya vita. Which achieves our war aims. Mpango wa Trump pia unahusisha upelekwaji wa jeshi la muda la kimataifa la kuhakikisha utulivu, uundaji wa mamlaka ya mpito itakayoongozwa na Trump mwenyewe, ushirikishwaji wa waziri mkuu wa zamani wa Uingereza Tony Blair. Tony Blair ambaye bado anapingwa vikali katika Mashariki ya Kati kutokana na nafasi yake katika vita vya Iraq vya mwaka 2003, alisifu mpango huo akisema ni wa kijasiri na wenye busara. Katika mkutano wao na waandishi wa habari, Netanyahu alionyesha mashaka kama mamlaka ya Palestina ambayo inaendesha baadhi ya maeneo ya Palestina katika ukingo wa Magharibi itapewa nafasi katika utawala wa Gaza. Trump alibainisha kuwa Netanyahu alipinga vikali kuanzishwa kwa taifa la Palestina, ingawa mpango huu wa Marekani unaacha nafasi ya jambo hilo kufanyika baadaye. Trump alisema kwamba Israel ingepata uungwaji mkono kamili na Marekani iwapo Hamas itakataa mpango huo. Mataifa mbalimbali yamezungumzia mpango huo. Mataifa muhimu ya Kiarabu na Kiislamu yakiwemo wapatanishi Misri na Qatar yalisifu juhudi za huo baada ya mazungumzo yao na Trump wiki iliyopita. Washirika wa Ulaya wa Marekani
Marekani, Uingereza, Ufaransa, Ujerumani na Italy walitoa msaada thabiti kwa mpango huo. China na Urusi pia walitoa uungwaji mkono. Hata hivyo, hali huko Gaza inasalia ya kusikitisha. Mashambulizi ya anga na makombora kutoka Israel yaliendelea Gaza siku ya Jumanne, kulingana na mashahidi na shirika la ulinzi wa raia la eneo hilo. Jeshi la Israel lilisema linaendelea na operesheni zake kote Gaza, hasa katika jiji la Gaza ambako limeanzisha mashambulizi makubwa wiki za hivi karibuni. Mamlaka ya Palestina ilikaribisha juhudi za dhati na thabiti za Trump, huku mshirika wa Hamas, kundi la Islamic Jihad, likikashifu mpango huo likisema utazidisha mashambulizi dhidi ya Wapalestina. Victor Kenani, Dira ya Dunia, BBC. Msikilizaji, ili kufahamu zaidi kuhusu mpango huo mpya, Sarafina Robi mwenzangu hapo alizungumza na Ibrahim Rahbi, mchambuzi wa masuala ya Mashariki ya Kati. Unaweza ukaweka kwenye tafsiri nyingi, lakini ukichungulia kwa jicho la pili utaona kuwa tafsiri kamili ni kuwa Israeli, Palestina na Marekani bado hawajakubali kuiachia Gaza. Mpango kamili wa kuleta suluhu umekuwepo kutoka enzi na enzi, kwa sababu Umoja wa Mataifa wakati inaanzisha Israeli mwaka 47 ilitoa baadhi ya maazimio yaliyofuatisha ya kuhusu Upalestina. Sasa huu mpango umeletwa wenye vifungu 21 ukizungumzia kuhusu Gaza, lakini ukitazama watu kama kwa Hamas kule au Gaza, watu wengi wanazungumzia kuhusu utaifa kamili wa Palestina. Ndani ya haya mambo 21 hakuna sehemu inazungumzia kwa jumla, isipokuwa imeweka vifungu vya ziada kwa pembeni, yani kuwa huenda tukafika mbali sana. Kwa hiyo ni kama unaweza kuleta tafsiri kuwa kuna ukoloni mpya ambao unarudishwa kwenye ardhi ya Palestina, lakini kwa kufichwa sana. Kisalia hapo vile wameweza kusema kuwa kwenye mpango huo mpya ni kuwa mamlaka ya Palestina ndio itaweza kuchukua uongozi kwenye utawala mpya ambapo umezingatiwa kwenye mpango huu mpya. Sasa hapo awali walikuwa wametilia shaka mamlaka hii ya Palestina. Ni kipi kilichobadilika? Ukiangalia jinsi wanavyozungumza kuwa mamlaka ya Palestina itakuja kuchukua udhibiti wa eneo la Gaza, si kwa sasa. Yani kwa sasa baada ya haya mabadiliko, Gaza itabaki chini ya usimamizi wa Marekani na Uingereza kwa kupitia Tony Blair. Yani hapo watakuwa wakitazama Gaza mpaka pale mamlaka ya Palestina ya PA itapofanya mchakato mpya wa kuitisha uchaguzi na kuchagua viongozi wapya, halafu baadaye ndio inaweza ikahandover madaraka ya Gaza kurudi ndani ya PA. Kwa hiyo hata washirika wa PA ambao kwa miaka ya karibuni wameonekana kuwa hawajatembea kwenye njia ambayo Marekani anataka na Israel, na ndio sababu hata PA wenyewe walinyimwa visa za kuingia Marekani kwenye mkutano wa Umoja wa Mataifa. Maana yake hawatii tena maagizo kutoka Israeli na Marekani. Sasa wanaotafutwa ni wengine ambao watatii maagizo ya Marekani, ndio watakuja kuchukua madaraka ya Gaza. Kwa hiyo kuna akili kubwa sana inatumika katika kupumbaza hiki ambacho kinaitwa makubaliano ya karne. Vile kwenye mpango huu mpya wa Marekani na Israel, hatusikii wala hata kuona sauti ya Hamas kwenye mpango huu mpya. Ina maana kwamba wao wametengwa kwenye majadiliano na kwamba tu wao huambiwa tu matokeo na kisha kushinikizwa kuyakubali. Ili kuzungumza kama labda Hamas wataafiki, utaona kuwa wanakwambia maazimio haya yamepitishwa na baadhi ya nchi zikiwemo za Kiarabu kama vile Qatar, ambao wanawasiliana moja kwa moja na Hamas, pamoja na Misri na baadhi ya nchi. Hilo linazungumzwa hivyo, lakini hawajashirikishwa Hamas ambao kuwa ni sehemu ya mgogoro. Lakini katika hili ameshiriki Marekani na Israeli ambao ni sehemu ya mgogoro. Kwa hiyo unaweza ukaelewa tu kuwa ni kweli kuwa hivi sasa kuna haki inaweza ikapatikana katika washirika wawili ambao wana mgogoro na mwingine ambao wamejifungia wao kuandaa mkataba maalum ambao kwa unaleta suluhu baina yao. Manake utaona kuwa vifungu vingi vilivyowekwa ni vifungu ambavyo viko upande wa Israeli pekee. Kwenye mkutano unga ambao umeweza kukamilika ambao ulikuwa unaendelea kule New York, tuliweza kuona mataifa kama vile Indonesia akisema kuwa wako tayari kuweza kupeleka msaada katika eneo la Gaza, na vile UN imeweza kuzungumza ikasema vile iko tayari. Sasa inamaanisha kwamba kwenye mpango huu mpya wataruhusiwa kuweza kubaliwa kupeleka misaada katika ukanda wa Gaza. Bila shaka mpango huu umeeleza kuhusu misaada, kuingiza misaada ya uhakika, lakini pia hata ujenzi mpya, kujenga economy zone kubwa. Hayo yote yamezungumzwa, lakini wamezungumza hata kupeleka vikosi vya kimataifa. Lakini ukiyatazama haya yote ambayo yanatoa hope, yani ambayo yanafurahisha, hayako mwanzo, yamewekwa mbali sana katika kipindi ambacho huwezi kuamini kuwa nini kitakuwa. Na kitu kimoja ambacho unafahamu kuwa, je, kiasi gani Israeli wanaweza kuaminika kwenye mikataba? Kwa sababu Marekani anayesimamia huu mkataba ndio alisimamia mkataba wa Oslo, lakini hajawahi kujitokeza mbele kutuambia kuwa nani alivunja mkataba wa Oslo na hatua gani zilichukuliwa mwaka 93 kuvunja mkataba wa Oslo ambao
umesababisha ukaliaji mkubwa zaidi. Kwa hiyo sitegemei kuona eti Marekani na Israeli wanaweza wakaipa nafuu Palestina, hali ya kuwa wako na mpango mmoja dhidi ya Wapalestina. Tutazungumzia vipi wale wanaotilia shaka mpango huu kwamba ni njia nyingine tu ya Israel kupoteza muda na kuendeleza mashambulizi? Ukitazama kwa jicho la pili, yote yanawezekana, lakini ukiangalia makubaliano ni kama vile yamekaa kwenye mtego, kwa sababu hata Hamas wanatoa taarifa, wanasema kuwa hatujayapokea, hayajaje kwenye meza yetu. Kwa hiyo kuna vitu viwili ambavyo vinaweza vikasababisha labda Hamas kukataa, ikiwemo swala la upokonyaji wa silaha, lakini lile swala ambalo linalozungumza kuwa vikosi Hamas wataachia mateka ndani ya saa 72, lakini kuondoka kwa vikosi vya Israel vitaondoka kwa awamu. Yani unaweza ukaona kuwa hakuna muda kamili uliowekwa kwa vikosi vya Israel kuondoka, maanake kuwa wana uwezo wa kuendelea kukaa hata pale mateka watapokuwa hamna, na wakaendelea kubaki pale. Sasa kuna vitu vinaweza vikasababisha Hamasi kukataa haya makubaliano, lakini pia kunawezekana wakakubali baada ya shinikizo la Waarabu wenzao. Lakini kaja mgogoro kwenye upokonyaji wa silaha, kuwa kwa nini tupokonye silaha hali ya kuwa vikosi vya Israeli bado viko hapa? Yaani kwa nini mimi nishushe silaha yangu hali ya kuwa adui yangu bado yuko kwenye mazingira yangu? Nadhani kama ingekuwa wote watoke kwa muda mmoja, kuwa Israeli atoke na huyu apokonywe silaha na vikosi vya kimataifa viletwe haraka kulinda pale, hiyo ingekuwa sawa. Lakini unaona mpangilio wa vikosi vya kimataifa unachukua muda, lakini utekelezaji wa Hamas unafanywa pale pale. Kwa hiyo unaweza ukaelewa tu nini kinachochezwa. Ni kama vile wanatafuta kupunguza nguvu ili wamalizie ile kazi. Ni Ibrahim Rabi akihitimisha majadiliano hayo na Sarafina Robi. Maelfu ya watu barani Afrika wanakabiliwa na tishio la kupoteza ajira. Hii ni kutokana na hatma ya mpango wa biashara kati ya Afrika na Marekani, yani AGOA, kutojulikana. Sasa Marekani imesema kwamba inawazia ikiwa itaongeza muda mpango huo wa AGOA kwa angalau mwaka mmoja. Mpango huo wa biashara ambao umekuwepo kwa miaka 25 sasa umewezesha mataifa ya bara Afrika kuingiza bidhaa tofauti nchini Marekani bila ya kutozwa ushuru wowote. Huku siku ya mwisho ikiwa ni leo Septemba tarehe 30, wengi wanaofanya kazi kwenye viwanda mbalimbali hasa barani Afrika wanahofia hatima yao itakuwa ipi. Akisa Wandera anaeleza. Ni sauti za cherehani katika kiwanda cha nguo cha Shona mjini Nairobi, kinachotegemea makubaliano yaliyopo umbali wa maelfu kadhaa. Kwa miongo miwili, AGOA imefungua masoko ya Marekani kwa ajili ya bidhaa za Kiafrika bila ushuru. Joan Wamboi ana umri wa miaka 29 na ni mama wa mtoto mmoja ambaye amekuwa akifanya kazi hapa takriban miezi 6. Sikuwa na pesa ya kuregister mtihani. Benye nilipata mshahara nikaenda nikalipa shule, nikaweza kufanya hiyo mtihani na nikapita vizuri sana. Na ni kwa sababu ya hii kazi. Nina mtoto msichana. Tena nina madada wawili na mimi nasaidia pakubwa kulipa ni karo yao ya shule. Kenya ilisafirisha nguo zenye thamani ya dola milioni 470 kwenda Marekani mwaka wa 2024, zikisaidia kutengeneza zaidi ya ajira 66,000 za moja kwa moja, ambapo robo tatu ya wafanyikazi hao ni wanawake. Lakini katika miezi iliyogubikwa na hali ya kuwa na mashaka, imepunguza utengenezwaji wa bidhaa. Kiwanda cha Shona kilichojengwa kuzalisha karibu kizio 500,000 kwa mwezi kimekuwa kikifanya kazi kwa takriban theluthi moja tu ya uwezo wake, huku wanunuzi kutoka Marekani wakisita kununua bidhaa hizo. Tuko na wasiwasi kiasi. Ikifanyika maybe ya kuwa AGOA imesimamisha milango yake kwetu, inamaanisha watu wetu wengi watakosa nafasi ya kazi. 40% ya watu wenye nimeajiri saa hii inamaanisha itabidi ni waachilie waende wakatafute kazi zingine. Mamia ya wafanyakazi hao wanatengeneza nguo ambazo zitakwenda kwenye soko ya Marekani, lakini kwa sasa wanahofia kuwa kusitishwa kwa makubaliano ya AGOA huenda yakaathiri maisha yao na ya familia yao. Viongozi wa Afrika wamekuwa wakishinikiza Washington kuongeza muda wa AGOA, wakisisitiza hoja hiyo katika mkutano mkuu wa Umoja wa Mataifa uliofanyika wiki iliyopita. Ingekuwa vizuri kama mkataba wa AGOA ungeongezewa muda wa takriban mwaka mmoja au miwili ili baadhi ya mbinu za mpito ziweze kuwekwa.
Pia tunatambua kwamba mjadala huu wote kuhusu kumalizika kwa AGOA unakuja wakati ambapo kuna changamoto kidogo za ushuru ambazo pia zimesababisha kutokuwa na uhakika sokoni. Tuna wasiwasi jinsi vile benki kwa mfano ambazo zinatoa fedha kwa sekta kama hii kwa kawaida zitakavyokuwa na hofu pale zitakapokuwa hazijui hali ya kesho. Huku mstakabali wa AGOA ukiwa haufahamiki, maisha ya maelfu ya wafanyakazi wa Afrika yapo hatarini. Akisa Wandera, BBC, Nairobi. Na msikilizaji, lakini hatima ya nchi hizi za Afrika zilizonufaika na mkataba huu wa AGOA kwa zaidi ya miaka 20 ni upi na kwa nini unasuasua sasa ikilinganishwa na miaka ya nyuma? Mwenzangu Skola Kisanga alizungumza na Adrian Njau kutoka Baraza la Biashara Afrika Mashariki na mtaalamu wa masuala ya uchumi Beatrice Kimaro ambaye anaanza kuelezea mkataba huo wa AGOA. AGOA ni mpango wa upendeleo wa ushuru uliokuwepo kati ya taifa la Marekani na baadhi ya nchi za Afrika zilizoko kusini mwa jangwa la Sahara. Tangu miaka ile ya 2000 kupitia AGOA yako mataifa ambayo yamenufaika. Ukiangalia na bidhaa ambazo zilizokuwa zinapata mnufaiko wa kupitia huu mkataba wa AGOA ni pamoja na mazao kwa maana ya kilimo, vipuri vya magari, pia utakumbuka ilikuwepo pia na masuala kama ya madini. Bidhaa zilikuwa zinaingia Marekani bila kutozwa kodi au tozo yoyote. Na asante sana Beatrice Kimaro. Adrian Njau, mkataba huu unamalizika wa AGOA. Sasa la kujiuliza, inamaanisha nini kwa wafanyabiashara kutoka bara Afrika ambao wamekuwa wakiuza zaidi bidhaa zao kwenda Marekani, lakini pia na ule ule ushuru ambao ulikuwa umepatikana msamaha na ule msamaha ambao walikuwa wanapata? Kuisha kwa mkataba huu nafikiri kunaleta changamoto moja. Kwanza ni ile kwamba tutaweza kuhusisha tena utarenewa. Kama hautahusishwa tena upya, nafikiri kutakuwa na changamoto kubwa sana kwa wale ambao walikuwa wanauza bidhaa kupitia mkataba huu, maana walikuwa hawatozi ushuru wa forodha. Na kama tunavyoona Marekani kwenye ule mwezi wa Machi, baadhi ya nchi zilianza kutozwa ushuru wa forodha wa 10%. Kwa hiyo bidhaa ile itakuwa labda inakuwa ni gharama zaidi kulinganisha na mwanzo. Huenda pia ikaleta changamoto ya ajira kwa wale ambao walikuwa wanafanya kwenye hivi viwanda, maana wengine labda wanaweza kuamua kupunguza wafanyakazi, kupunguza bidhaa ambazo walikuwa wanazalisha, na hii itakuwa pia ni changamoto kwa nchi za Afrika ambazo zilikuwa zinategemea soko hili, maana hawatakuwa wakipata ile foreign exchange ambao walikuwa wakipata kwa wakati huo wakitumia hili soko. Beatrice Kimaro, tumesikia hapa ni wazi kwamba mataifa bara Afrika yalioingia mkataba huu na Marekani wa AGOA, ikiwa hautahuishwa tena kwa mara nyingine, mataifa haya yataathirika. Lakini tuangalie soko la Marekani nalo litaathirika vipi sasa kuhusiana na kupokea ama kupata bidhaa kutoka barani Afrika? Kutakuwa na tofauti ile ya bei. Kuwa na mauzo yale ya AGOA ni ndogo katika mzigo wa jumla wanapokuwa naagiza hasa mataifa ya Marekani. Lakini zile bei za rejareja hasa za kitaifa haziwezi kuruka sana. Kwa hiyo akiwa ananunua mwananchi mmoja wa Marekani ni tofauti na ikiwa ananunua Marekani kama taifa. Kwa hiyo uhaba wa muda wa hizi bidhaa kule Marekani zitakuwa tu ni za muda mfupi, kwa sababu Marekani haitegemei Afrika peke yake kwenye usambazaji na uuzaji au ununuzi wa bidhaa kule Marekani. Utakumbuka wakati Trump anatoa hizi sera mpya za American First au Marekani kwanza mwezi ule wa 4 na kuleta tozo kwa nchi kama China na mataifa mengine kuiwekea ushuru mkubwa sana. Miongoni mwa sababu alizosema ni kwamba kulikuwa kuna utofauti wa bei, kwa maana ya kwamba Marekani ilikuwa inanunua zaidi nje kuliko ilipokuwa inauza. Ukiangalia nani alikuwa ananufaika, unaona kabisa mnufaika mkubwa alikuwa ni ile nchi inayomuuzia Marekani na sio Marekani anakonunua. Na sasa yuko na mpango wa kuhakikisha kwamba anavisaidia sana na kuimarisha sana viwanda vya ndani kuliko viwanda vya nje. Lakini pia utaangalia pia ziko athari kama za biashara za pande zote mbili. Ikiwa sasa pengine mkataba huu hautarejeshwa tena ama hautahuishwa, unadhani ni wakati sasa tuone masoko ya Uchina na bara Ulaya yakiweza kuziba pengo hili kwa mataifa ya Afrika yaliokuwa yakitegemea AGOA? Sioni sana kama yanaweza yakaziba hilo pengo la Marekani, kwa maana ya kwamba ukiangalia huu Umoja wa Ulaya, nchi nyingi ziko na kanuni zake za asili, kwa maana ya zile tunaziita rules of origin. Pia masharti yao na viwango vyao ni magumu ikilinganishwa na yale ambayo yalikuwa Marekani. Ukiangalia kwa nchi kama China,
yenyewe imeongeza upatikanaji wa ushuru wa sifuri, hususan kwa nchi ambazo zinaitwa less developed countries, ziko huku chini ya jangwa la Sahara. Afrika inatakiwa kujikita zaidi kwenye yale makubaliano yake walioweka kupitia lile soko la pamoja. Wanakuwa na soko lao la pamoja ambalo linategemea uzalishaji na uuzaji wa watu ambao wanapatikana kwenye bara hili la Afrika bila kutegemea mataifa haya yaliyoendelea, kwa sababu kila siku yanakuja na makubaliano yao mapya na yanakuja na utaratibu pia ambayo ni mpya, na saa nyingine hata Afrika unakuta hajajiandaa. Nadhani hii inaweza ikasaidia sana, na hata sasa tumeona tayari biashara zinazopatikana ndani ya Afrika kwa maana ya intra-African trade. Kwa hiyo Afrika inatakiwa ijikite sana kwenye kuhakikisha kwamba linazalisha pamoja na linauza kwa kutegemea soko lao wao wenyewe bila kutegemea mataifa haya ambayo yameendelea. Naam, na sasa tuelekee viwanjani na Ive Buchana. Na meneja wa zamani wa Chelsea Jose Mourinho alisema atakuwa blue kila wakati, lakini yuko tayari kuweka mapenzi yake kwa klabu ambayo ilimsaidia kuwa Jose mkubwa kwa dakika 90. Mourinho anarejea Stamford Bridge na klabu yake mpya Benfica kwenye ligi ya mabingwa leo usiku. Zaidi na Ahmed Bahaj. Chelsea ilishinda mataji 7 makubwa katika misimu miwili ya Jose Mourinho: ligi ya Premier mara 3, kombe la FA na kombe la ligi. Mourinho mwenye umri wa miaka 62 pia amefuzu katika Premier League katika klabu ya Manchester United na Tottenham. Alianza msimu huu kuinoa Fenerbahce ya Uturuki ambayo ilimtimua mwezi Agosti kabla kurejea katika klabu yake ya zamani ya Benfica mwezi huu. Ameshinda mechi 2 na kutoka sare moja kati ya mechi 3 za kwanza akiwa na Benfica, klabu ambayo alianza kazi yake ya ukocha mwaka 2000. Siku zote nitakuwa blue, Mourinho alisema alipoulizwa kuhusu uhusiano wake na Chelsea. Mimi ni sehemu ya historia yao, wao ni sehemu ya historia yangu. Niliwasaidia kuwa Chelsea kubwa na walinisaidia kuwa Jose mkubwa. Itakuwa Chelsea yangu kabla ya kuanza kwa mchezo na baada ya mchezo, lakini wakati wa mchezo ni Benfica yangu, na hilo ndio jambo muhimu, alisema. Barabara kabisa Bahaji. Miongoni mwa mechi nyingine zitakazopigwa leo usiku ni pamoja na Real Madrid itakuwa Kazakhstan kumenyana na Kairat, Atalanta dhidi ya Club Brugge, Atletico Madrid kumenyana na Frankfurt, Bodo Glimt kuialika Tottenham Hotspur, Inter Milan kukipiga dhidi ya Slavia Prague na Marseille kuialika Ajax, Pafos ya Cyprus kucheza dhidi ya miamba wa Ujerumani Bayern Munich. Ni wakati ambapo Bahaj, Galatasaray ya Uturuki itaikaribisha Liverpool. Galatasaray na Liverpool zitakutana kwa mara ya 5 katika mashindano ya Ulaya, huku pande zote zikishinda ushindi mmoja kati ya 4 katika mechi walizocheza awali. Huu utakuwa mchezo wao wa kwanza dhidi ya kila mmoja wao tangu waliposhinda 3-2, huku Galatasaray katika mechi za klabu bingwa na UEFA mnamo Disemba. Liverpool hawajashinda katika safari zao 2 za awali za ugenini kumenyana na Galatasaray. Mnamo Februari mwaka 2002 walitoka sare ya 1-1 na kupoteza 3-2 mnamo Disemba mwaka 2006. Galatasaray hawajafungwa katika mechi zao 3 zilizopita dhidi ya wapinzani wa Uingereza kwenye mashindano ya Europa, wakiwa wameshinda Manchester United 3-2 na Tottenham 3-2 kwenye UEFA Europa League katika kampeni 2 zilizopita. Ni vizuri pia kujua kwamba Liverpool wameshinda mechi 13 kati ya 14 za mwisho katika hatua ya makundi ya ngarambe za UEFA Champions League. Naam, nikamilishe na beki wakati wa Arsenal William Saliba anasema amesaini mkataba mpya wa miaka 5 katika klabu hiyo kwa sababu kocha Mikel Arteta na wasaidizi wake wanaweza kumsaidia kuwa beki bora duniani. Mkataba wa awali wa mchezaji huyo wa kimataifa wa Ufaransa mwenye umri wa miaka 24 ulipangwa kumalizika Juni mwaka 2027 na uvumi ulihusisha kuwa na lengwa na Real Madrid. Nikushukuru sana Ahmed Bahaj, mimi sina cha ziada. Makala mengine ya spoti ni hapo kesho. Jina langu ni Ive Buchana.